Mozi, habari ya leo, lakini pia huko Mwanza hali ikoje? Kimsingi tumeamka salama, lakini hivi ninavyozungumza na wewe tuko safarini kuelekea jijini Dar es Salaam kwenda kucheza mchezo wetu unaofuata ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya klabu ya Azam. Sawa sawa. Jana tumeshuhudia mmecheza na Simba mchezo wenu wa pili katika ligi kuu ya Tanzania bara na mkapoteza nyumbani kwa magoli 2-1. Yale matokeo kwanza mmeyapokeaje? Lakini pia unaizungumziaje hii teknolojia mpya ya VFS? Kwa maana ya matokeo, yes, tulipoteza jana dhidi ya Simba na yako mapungufu ambayo technical staff watakaa wayafanyie kazi, lakini yako mengine ambayo ni ya players kuongeza jitihada, maarifa kulingana na kile ambacho wanaelekeza. Kwa hiyo nadhani hayo yanabaki kuwa ya kwetu ndani, tutayafanyia kazi. Nikirejea kwenye swala la hii teknolojia, of course kila kitu kinapokuja lazima kiwe kina changamoto zake. Kwa hiyo mimi binafsi yangu ukiniambia, ni tunapaswa kwanza kuwapongeza bodi ya ligi na TFF kwa uthubutu walioufanya kuleta teknolojia ya namna hii. Inaweza isilete matunda hayo ya 100% kama watu wanavyofikiria, lakini imekuja kupunguza na kurahisisha baadhi ya vitu. Fuatilia kwenye michezo kadhaa namna ambavyo imejaribu kuokoa baadhi ya moments ambazo tayari zilishapita na waamuzi kwenye jicho lao la kiuamuzi walikuwa wameshindwa kuamua hayo matukio. Kwa hiyo mimi, kwa maoni yangu, kuna vitu vya kurekebisha tu, lakini kwa maana hii teknolojia ambayo imekuja kwa ngomeo ukiniuliza ni nzuri. Kwa hiyo tu issue ni namna ambavyo ina operate, lakini pia waamuzi wanaambiwa nini, waliambiwa nini, wanatakiwa pia wawe positive, yani isionekane kama ni watu wanataka yani kama vile labda kukomoa, yani kwamba sasa siendi yani hivyo. Kwa hiyo watu wote tuwe positive, yani kwa maana ya walimu ambao wana haki ya kuomba hiyo review, lakini pia waamuzi pia wanapaswa wawe positive. Kwa hiyo mimi sione kama kuna shida hiyo. Kwa hiyo kuna vitu vichache vya kurekebisha, tunaondoka. Kwa hiyo ni mfumo mzuri, tuwapongeze kwanza bodi ya ligi na TFF kabla ya kuonekana tunalalamika kwa baadhi ya changamoto chache ambazo zimejitokeza hapa zinategemewa kujitokeza kupitia mfumo huu. Kwani nyinyi katika mchezo wa jana mjaona changamoto kwa upande wenu nyinyi Pamba, ikiwa wapinzani wenu wamelalamikia na kusema kwamba kuna namna TFF wanapaswa wanakwenda kuandikia barua ya malalamiko, kuna namna hawajaridhishwa siku ya hapo jana. Kwani nyinyi hamjaona changamoto yoyote? Sisi timu yetu inafanya kazi kwa utaratibu na kanuni. Kwa hiyo ukiwa kuna jambo kama hilo haliwezi likaja public, itaandaliwa barua rasmi kutoka kwa CEO wetu, itaenda. Ikiwa kuna hiyo haja, lakini hatuwezi kutoka hapa na kuanza kusema mmoja. Hapana, kila timu ina utaratibu wake. Sisi utaratibu wetu sio wa staili hiyo wa uwasilishaji. Kwa hiyo siwezi kuwasemea wengine kwa sababu mimi sifanyi kazi kwenye hiyo timu, lakini kwa upande wetu sisi, hata kama tunaona kuna changamoto, kuna namna ya kuwasiliana na TFF na bodi ya ligi. Kwa hiyo nadhani tutafanya hivyo kukiwa kuna ulazima. Moze, hii teknolojia ni kama msimu huu inakuja kuwakumbusha kwamba hakutakuwa na zile dezo za waamuzi ama yale malalamiko ya timu fulani yanabebwa na waamuzi. Ni kama vile sasa timu zinatakiwa zijipange sasa. Kabisa. Yaani hili katika vitu vyote umezungumza, hili ndio jambo la msingi kuliko vyote. Timu tunatakiwa tuwe sawasawa, walimu wanatakiwa waandae timu zao vizuri, kwa sababu yale makosa ambayo yalikuwa yanafanyika tunasema ni makosa ya kibinadamu, hiyo yameisha kwa 100%, lakini mengi yataonekana. Kwa kama timu yako haiko sawasawa, itategemea baadhi ya mambo, labda sijui offside, refa kapitiwa na vitu vingine kama hivyo, italeta shida. Kwa hiyo ni ukweli kwamba ni mfumo ambao timu inatakiwa iwe sawasawa, mwalimu aandae timu yake vizuri, na wachezaji kupunguza baadhi ya vile vitendo vya kihuni ambavyo mtu anaweza akahisi kwamba hiki kitendo mimi sitaonekana. Kwa hiyo ni mfumo fulani ambao unatukumbusha we have to be smart, watu wote ambao tunahusika na huo mchezo, tunahusika na huo. Tumalizie, mnakuja kucheza mchezo wenu wa ligi hapa na Azam FC na tunafahamu
Mara nyingi haijawahi kuwa mechi nyepesi mnapokutana na Azam FC. Nyote wawili mmekuwa mkitoshana nguvu mara nyingi sana. Joto la ligi nadhani tayari umekwisha kuliona. Unadhani mchezo huu unaweza kuwa rafiki kwenu na kupata kile ambacho mnakitamani kukipata? Umesema vizuri. Kwanza hatuwezi kutumia historia kwamba huwa tukicheza na Azam inakuwa ABC. Hatuwezi kufanya hivyo. Hizo namba na takwimu ambazo tumeshaziweka kati ya sisi na hawa ambao umewataja ni misimu ambayo imepita, sio msimu hatujakutana. Kwa hiyo bwana, wachezaji wapya wameingia na sisi tuna wachezaji wapya kama hiyo. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo haina uhusiano na michezo ambayo tunaheshimu Azam. Ndio. Sawa, mimi nikushukuru sana bro, nikutakie siku njema, lakini pia safari njema. Naamini pia Dar es Salaam tutaonana.